Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, inaonyesha kuwa vijana nchini Tanzania ni milioni 21 kati ya watu milioni 61. Hii ni dhahiri kwamba vijana ni rasilimali watu muhimu katika maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa taifa lolote duniani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Vijana imedhamiria kuweka mazingira wezeshi yanayotoa fursa pana kwa vijana kushiriki na kushirikishwa katika kujenga uchumi imara, ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Serikali imeanzisha mifuko na programu mbalimbali za kuwawezesha vijana, ikiwemo mfuko wa maendeleo ya vijana. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu imekuwa ikiwawezesha vijana kiuchumi kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu ambayo imewawezesha vijana kujiajiri kwa kuimarisha miradi yao ya uzalishaji na kuajiri wengine. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imeendelea kuboresha maendeleo ya vijana kiuchumi. Serikali imeendelea kuwezesha vijana ili waweze kujiajiri, kushiriki kwenye shughuli za maendeleo na kuchangia pato la taifa. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6, kiasi cha shilingi bilioni 3.19 kimeshatolewa kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ambao zilitumika kutoa mikopo kwa ajili ya kuwezesha miradi 148 katika sekta za kilimo, viwanda na biashara katika halmashauri 62. Aidha, serikali imetoa mafunzo ya ujasiriamali, usimamizi, kurasimisha na kuendeleza biashara kwa vijana katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mikopo ya kuwawezesha vijana imekuwa ikitolewa kwa vijana nchi nzima, na miongoni mwa vijana walionufaika na mkopo wa vijana kutoka ofisi ya Waziri Mkuu ni pamoja na vijana kutoka wilaya Kigamboni, Dar es Salaam. Manispaa ya Kigamboni ni miongoni mwa manispaa zilizonufaika na mikopo kupitia ofisi ya Waziri Mkuu. Vijana wa Kigamboni wameweza kunufaika na fursa hiyo na imewawezesha kutoa ajira kwa baadhi ya vijana wenzao. Hivyo tunashukuru kwa ofisi ya Waziri Mkuu kuweza kutoa mkopo kwa kijana mmoja mmoja ili waweze kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo nipende kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa mikopo kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, na tunaomba iendelee kutoka kwa kupitia kijana mmoja mmoja ili vijana wengi waweze kunufaika zaidi. Kwa kuwa kwenye vikundi kuna changamoto, vijana wengine wanahama makazi, vikundi vinavunjika, vinasambaratika, hivyo inakuwa ni changamoto kwao kuweza kuendelea kujikwamua kiuchumi, kwa kuwa kikundi kikisha sambaratika wengine wanaobaki wanakosa mwelekeo. Kwa hiyo kwa mtu mmoja mmoja inakuwa ni nafuu zaidi, kwa sababu anapambana na mkopo wake mwenyewe na ataweza kurejesha na kuweza kujikwamua kiuchumi. Ofisi ya Waziri Mkuu umetunufaisha pakubwa sasa sisi vijana. Maana hapo awali hatakuwa na ajira, tulikuwa tukihangaika mtaani kwenda kuomba kazi hata kwa wenzetu walioendelea, lakini napo pia tulikuwa tukikosa. Lakini kwa kupitia mkopo huu sasa hivi nashukuru Mungu, hata mimi mwenyewe naweza nikakidhi mahitaji yangu baadhi, ikiwemo kusomesha watoto, kulipa ada, kuna malazi, mavazi. Kwa hivyo nashukuru sana Mama Samia na Waziri wetu Mkuu Kassim Majaliwa kwa huu mkopo. Umetusaidia sana vijana, tumeweza kupata kazi katika ile soko letu jipya hapa Kibada Kigamboni. Tunafanya shughuli ya decoration hapa, natengeneza partition, na hapo awali isingekuwa mkopo hata mimi mwenyewe pia nisingejulikana wala nisingepata hii kazi leo. Kwa hiyo nashukuru sana Mama Samia na serikali yake. Ajira ni nyenzo muhimu kwa maendeleo ya mtu binafsi, jamii na taifa kwa ujumla. Kikundi cha Gonga Gonga kilichopo Kigamboni nao ni wanufaika wa mkopo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, ambapo wameweza kujiajiri na kuajiri vijana wengine. Kikundi chetu kinajishughulisha na ufundi seremala maarufu carpenter na ufundi wa uchomeleaji ama welding. Na kikundi hiki kinatoa ajira tofauti na wanachama wetu
ikiwa maana kwamba kuna mafundi wanaokuja wanafanya kazi na kuondoka, na tuna vijana ambao tunawafundisha wanaomaliza kuanzia darasa la 7 form 4 hadi form 6. Hii mikopo labda kwa sababu tulikuwa kupitia serikali yetu ya mtaa na maafisa vijana ambao baada ya kugundua kwamba tuna kikundi kilichokuwa vizuri, kinafanya kazi vizuri, tukaletewa taarifa. Tukaandaa proposal, tukaenda, tunashukuru tulipata mkopo kutoka wizarani na ulitunufaisha kwa 100% hadi sasa hivi. Mkopo huu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu umetunufaisha sana kwa sababu umetutoa katika hali ya chini, manake loko katuletea hali ya kati. Tulikuwa hatuna mashine za kisasa za kufanyia kazi, lakini tulipopata mkopo tukaenda kununua mashine tofauti za kulanda mbao, za kuchana mbao, za kutoboa mbao. Kwa hivyo ndio vilikuwa vitendea kazi vinavyotuumiza kichwa sisi. Tukanunua na mashine za welding, maana kwenye upande wa uchomeleaji kwa complete tumekamilika. Hii ilitusaidia hata kupata tenda mbalimbali kutoka katika halmashauri na taasisi nyingine za serikali, kwa sababu tulikuwa kama kampuni au kikundi kinacho uwezo wa kufanya kazi sehemu yoyote kutokana na uwezeshaji wa mkopo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu. Mbali na kuajiri vijana wengine, kikundi hiki pia kimekuwa kikitoa mafunzo ya kuwawezesha vijana wasiokuwa na ujuzi. Tuna vijana ambao tunawafundisha mpaka sasa hivi wamefaulu, wana familia zao, nao mpaka sasa hivi wanajitegemea wenyewe. Wito wangu kwa vijana ambao wasiochangamkia fursa, tunaomba kwamba wachangamkie hizi fursa zipo. Mpaka sasa hivi tuna wanafunzi takriban 25 ambao nao wameshatoka hapa, wameenda kujipatia ajira sehemu nyingine mbalimbali. Suala la uwezeshaji kwa vijana ni jambo moja, lakini namna vijana wanavyoweza kuzichangamkia fursa pia ni jambo lingine. Kwenye manispaa yetu watu wameendelea kuchukua pesa, wanafanya shughuli zao zinaendelea, na marejesho ukiangalia wanarejesha vizuri. Kwa hiyo kwa makundi mengi yanayofanya biashara, kwa kweli hatujapata changamoto sana. Watu wanarejesha pesa lakini wanachukua na wanafanya biashara. Susan Fugel ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa hawaamini kuwa ofisi ya Waziri Mkuu inatoa mikopo kwa vijana. So kiasi ambacho tuliomba kilikuwa milioni 50, na kwa kipindi ambacho tulikuwa tunaomba miaka 2 au 3 nyuma before mwaka huu, kuna mashine ambayo tulikuwa tunaitaka sana kwa sababu moja ya kazi zetu tunazozifanya ni utengenezaji wa vitu ambapo watu wanaweza wakacustomize maneno. Kwa hiyo tuna customize kwenye tunaita metal plates. Unashangaa mtu mwingine anakuja anakuambia mimi nina chupa, labda chupa ya glasi ama ni chupa ya meto, lakini tayari ndani yani ipo holo, kwamba uweze ukaigonga, kwa sababu kazi zetu zote huaga tunatumia nyundo kugonga. Kwa hiyo tulikuwa tuna uhitaji sana wa hiyo mashine. Kwa hiyo tulivyopata huo mkopo tulifanikiwa kununua hiyo mashine ambayo tulikuwa tunaitaka hatimaye, na pia tulikuwa tunataka expansion kwa sababu modo yetu ya kazi ni kwamba tunaajiri vijana ambao hawana nafasi ya kuajiriwa kwenye makampuni makubwa, aidha wameishia darasa la kuanzia form 2 form 4 ambao hawajapata nafasi ya kuendelea na elimu ya juu. Kwa hiyo tunavyowakusanya hao vijana ama tunavyoajiri hao vijana tunawafundisha. Kwa hiyo kadri bidhaa tunazo-offer zinavyoongezeka, maana yake tunahitaji new intake ya vijana. Eneo letu la biashara haliwezi lika-accommodate watu labda kuanzia watu 10 na kuendelea. Kwa pia tulikuwa tuna uhitaji wa eneo la uzalishaji. Kwa kupitia mkopo huo pia tumeweza kufungua eneo jipya la uzalishaji. Uchumi wa uhakika unaleta utulivu kwa vijana katika jamii. Tulipewa mkopo wa shilingi milioni 30 ambao ulituwezesha sasa kutoa kiwanda chetu kutoka kwamba mtu uko chumbani kwako unashona begi 2, begi 3 kwa siku, mpaka kufikia kwenye ile level ya kwamba sasa tumenunua mashine na tunaanza sasa uzalishaji. Kwa sasa tumehamia katika kiwanda chetu kipya ambacho tumekijenga na tunakimiliki wenyewe. Soma Factories Tanzania ni kiwanda kinachozalisha mabegi kwa kutumia takamali au mifuko ambayo imetupwa, ambayo haina kazi nyingine, na begi zetu tunaziunganisha na solar panel ndogo, ambayo hiyo solar panel inanyonya nishati ya jua
kwa muda wa siku nzima, alafu usiku basi inakuwa na uwezo wa kusaidia kuzalisha mwanga ambao unaweza ukatumika kama mwanga wa kusomea mpaka masaa 6. Isa Juma Simbira, yeye aliamua kuanzisha mradi wa vizimba na maduka ili kutatua changamoto ya wafanya biashara waliokuwa wakifanya biashara katika mazingira yasiyo rafiki. Wazo langu la kwanza hadi kufungua soko lilinijia baada ya kukuta watu hawana sehemu ya kuuzia mazao yao. Wakulima wanapata shida, wanadalaliwa na madalali. Ikabidi mimi niwaze kwamba nikiweza kufungua soko eneo kama hili likaweza kuleta tija kwa wananchi wengi, na mimi pia nikapata fursa kama kijana kuajiri vijana wenzangu na kuendeleza maisha yangu na jamii kwa ujumla. Sasa nilipomaliza kujenga hivyo, niliita wamama wanayefanya biashara katika eneo la barabarani na kuwaomba kwamba wafanye biashara katika eneo la sokoni, kwamba watapata tija, watapata fursa, na wamama waliitikia, wakaanza kufanya biashara katika soko hili. Ndoto za kijana Isa na uthubutu wake wa kutafuta fursa ulibadili kabisa muonekano wa soko la Kisesebisa Kondoa Dodoma, na ndipo alipotamani apate mkopo ili aboreshe zaidi mazingira ya soko hilo. Juhudi zake hazikumnufaisha yeye tu, bali jamii nzima. Niliomba kwamba nisaidiwe ili niweze kufanya biashara kubwa zaidi, nijenge maduka, nipendezeshe hivi vizimba viwe vizuri zaidi. Ikabidi mimi niende Dodoma, nikaenda kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Aliniunganisha na ofisi ya waziri mkuu. Kwa kweli niliweza kuandika andiko la mradi wangu na nikawasilisha katika ofisi ya waziri mkuu, na ndio pale nilipoweza kupewa mkopo. Nilipopewa mkopo nilipewa kiasi cha shilingi milioni 30, na kumbuka kuwa nilikuwa na frame 3 tu. Sasa natakiwa niweze kutengeneza hizi frame zote ambazo nilikuwa na makusudi yangu ni kutengeneza frame 32. Mpaka sasa hivi zote zimekamilika na zote zina watu. Jitihada mbalimbali za vijana ambazo zimeleta matokeo chanya yaliyosababisha mabadiliko makubwa katika jamii zinaendelea kuithibitisha kauli ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Ridhiwani Kikwete, ya kuwa dunia hii bila vijana haina mwendo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amejitahidi katika kipindi chake kuhakikisha kwamba vijana wanafunguliwa fursa, lakini sio kufunguliwa fursa tu, pia wanawezeshwa kimitaji. Na hili ndio jambo ambalo maelekezo yake yanafanyiwa kazi na halmashauri yenu, yanafanyiwa kazi na serikali kuu, na sisi kama wasimamizi wa sekta tunaendelea kuiangalia hiyo, huku tukiweka msisitizo mkubwa wa kwa mambo yote lazima akae vizuri. Sasa miradi kama hii ambayo inaonekana wazi kabisa inakwenda kukomboa maisha ya vijana na wote ambao wanawategemea kikundi hicho, inakwenda kuwa kweli. Nataka nikuhakikishieni vijana, tutafikisha ujumbe huu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii ndio ndoto ambayo Mheshimiwa Rais anaiota siku zote. Kwa msingi huo, maendeleo ya Tanzania yanategemea sana vijana wenye ujuzi, kwa kuwa ndilo kundi kubwa na muhimu lenye umri wa kufanya kazi na chachu ya kuharakisha maendeleo. Baadhi ya vitu ambavyo naweza nikawaambia vijana kwamba hiki kitu kweli kipo, na ni kweli ofisi ya waziri mkuu kupitia Wizara ya Kazi, Maendeleo ya Vijana wanatoa hiko kiasi cha pesa. Yaani wanafungu ambalo lipo kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kwa hiyo nahisi na naamini pia ni jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba vijana hatusubiri tu ajira. Kwa hiyo ikitokea kwamba kijana either mmejiorganize kama kikundi, ama wewe mtu mmoja umeanzisha kampuni ama biashara ambayo inaweza ikawafikia vijana wengine wengi zaidi, ukiandika ukiweza kupresent idea yako ukaipeleka katika halmashauri husika, hizo hela kweli tunapewa. Sema tu ombi langu mimi kwa vijana, kwa sababu hii kitu pia nimekwenda kuiona recently kwamba vijana wengi tunashindwa kuwa waaminifu
katika kurudisha hiki kiasi cha pesa ambacho tunapewa. Kwa hiyo ombi langu kwa vijana, kwa sababu sisi unavyonufaika ukaweza kurudisha, kuna vijana wengine pia watanufaika kutokana na hayo marejesho unavyofanya. Kwa hiyo kuweza kusaidiana sisi vijana na serikali, kuweza yani tusikatishe moyo serikali yetu. Kwa hiyo tuwe waaminifu katika kurudisha hizi pesa. Lakini kitu kingine ambacho mimi nilipenda na nilivutiwa zaidi na huu mkopo, kwa sababu sio kwamba kulikuwa hamna taasisi nyingine zinazotoa mikopo. Kweli kwamba ni zipo, na personally mimi nishazi approach, ama hata wao wenyewe pia walishatu approach kwamba okay, unataka mkopo, kwa nini usije kuchukua mkopo kwetu? Kitu ambacho nilifurahishwa ama nimependa zaidi kutokana na mfuko wa maendeleo ya vijana ni kwa sababu kwanza riba yao ni nafuu sana. Lakini pia namna ambavyo wana calculate haya marejesho pia ni rafiki. Especially kwa kijana ambaye labda ndio umetoka chuo, ama sio vijana wengi ambao by the time wapo katika umri fulani wanaweza wakawa tayari wameshakusanya asset ambazo zinaweza zikawa kama vile collateral kwenye kuomba mkopo. Kwa hiyo huu mkopo haina collateral, kwa hiyo biashara yako ndo collateral yako. Tunazidi kujifunza mengi na kuonyesha fursa sahihi kwa vijana zinazotolewa na serikali kila siku. Fursa ambazo lengo lake kuu ni kusogeza mbele maendeleo ya vijana, kukuza ujuzi na kufikia malengo ya serikali kwa vijana. Kupitia kipindi hiki lengo linabaki kuwa lile lile la kupata taarifa sahihi zinazotolewa na serikali, kujenga utayari na kukimbilia fursa pindi tu zinapojitokeza na kuacha kupuuzia mambo. Mpaka hapo kwa leo hatuna la ziada.